Kwanza ni washukuru kwa kunipa fursa, kwa kunipa nafasi ya kuja kuhudhuria na nyinyi fainali hii ya mchezo wa pool. Nilikuwa najua kama nakuja kufurahia, lakini sikutegemea nitafurahia na nitaona viwango ambavyo nimejionea hapa. Mchezo wa pool tumekuwa tunacheza mtaani. Mimi hata ukienda kijijini kwetu kabisa kwa Mhanya kuna pool table mahali na vijana wamekuwa wakicheza kwa sababu mbalimbali. Nyingi ni kwa sababu ya kupoteza muda, kujumuika kwa pamoja, kufanya mahusiano na mashirikiano na kadhalika. Lakini sikuwa na jua kwamba Tanzania tunaweza kuwa na mashindano ya pool ambayo yanaweza kuwa na fainali ya ukubwa huu ambao nimejionea hapa leo. Moja vitu vimenifurahisha sana ni viwango vya wachezaji, na hata hainishangazi kusikia kwamba tumeshakuwa na timu ya mchezo wa pool ya taifa hapa ambayo imekuwa bingwa, imekuwa mshindi wa pili mara mbili kwenye mashindano ya Afrika nzima. Kwa hivyo mimi nimekuja nijionee mwenyewe, lakini moja ambalo nimewaambia wakati unanifanyia interview mara ya kwanza ikawa kwenye live na ikawa haisikiki hapa, ni kwamba sasa hivi serikali inakwenda kuwapa ushirikiano usiomithilika. Kwa kuanzia tumeamua kwamba tutafanya kikao wiki ijayo na viongozi wa mchezo huu Tanzania, na tuone maeneo ambayo serikali inaweza kuingia na kuunga mkono mchezo huu. Nimeambiwa miongoni mwa mambo ambayo mnapata nayo shida ni kwamba kunakuwa na ukata wa mara kwa mara. Najua hilo litaibuka kwenye kikao chetu, lakini niwakaribishe sana na tutaona maeneo ambayo serikali inaweza kuwaunga mkono. Hili sio jambo kubwa, jambo ambalo mchezo ambao unaweza kuifanya Tanzania ikawa mshindi wa pili wa Afrika na uwezekano wa kuwa bingwa upo, sio mchezo wa kupuuzwa. Niwahakikishie kwamba serikali itauangalia kwa macho yote mawili mchezo huu na tutawaunga mkono, na kama nilivyosema, ushirikiano usiomithilika unafuata sasa. Miongoni mwa mafanikio ambayo umeyataja hapo, lakini pia Tanzania tumeshawahi kuqualify kwenda kucheza World Cup, lakini hilo pia lilishindikana kutokana na ukata, timu kushindwa kusafiri. Lakini pia sehemu nyingi ambazo mchezo huu unachezwa kumekuwa kuna usumbufu fulani unaojitokeza kuonekana kwamba ni mchezo wa kihuni. Je, kuna mpango gani sasa ikiwezekana, kama tunavyoona kuna uwanja wa taifa, kuna viwanja mbalimbali vya basketball, kuna arena zinaelekea kujengwa, ili tupate sehemu ambayo itakuwa ni rasmi sasa kwamba mchezo wa pool unaweza ukacheza, ambapo hata mtoto mdogo, mtu mkubwa anaweza akaenda pale kwa ajili ya kushiriki moja kwa moja. Umeuliza maswali mengi kweli kwa wakati mmoja. Kuhusiana na ukata, nilishalisema kwamba miongoni mwa ushirikiano usiomithilika, maeneo ambayo tunakwenda kuyagusa ni kuhakikisha mchezo huu haushindikani kwa timu zetu ambazo kiukweli zina nafasi ya kuiletea sifa nchi yetu kushindwa kusafiri na kushindwa kwenda kuiwakilisha nchi. Hili ni moja, lakini miongoni mwa mambo ambayo naamini pia yatakwenda kuongelewa ni jinsi ambavyo tunaweza kuepusha mchezo huu na kuzungukwa na uhuni na kuonekana kwamba ni mchezo ambao watu wengi hawawezi kuruhusu watoto wao kucheza, kuruhusu watu wa familia zao kushiriki kwa sababu ya uhuni ambao unaonekana unauzunguka. Nimekuja leo hapa, hakuna mazingira hayo ambayo pengine yangekuwa kwenye picha. Kama hujafika hapa ungeweza kuyapata. Kwa hiyo miongoni mwa mambo ambayo tutakwenda kujadili sasa ni kuona namna ambavyo tutaweka maeneo rasmi kabisa kwa ajili ya mchezo huu ambayo yatauweka uhuni mbali na mchezo huu na uweze kufahamika kama mchezo unaoweza kutuwakilisha kama nchi. Michezo yote mwanzoni tunapoanza kuicheza, hata utotoni, tunakuwa tunacheza mpira wa miguu kama burudani. Baadaye wenye vipaji vya kutosha wanaendelea kukomaa na mchezo huo. Unaweza kuona mtaani kuna vipaji vikubwa vya vijana wetu ambao wanacheza pool kwa namna ya kujifurahisha. Niwaambie, leo nilikuwa na watania washindi hapa kwamba wamekuwa matajiri. Unajua kuwa milionea, ukiwa na milioni 2 ushakuwa milionea. Yule mshindi wa kwanza ametoka na milioni 3 leo. Kwa hiyo kwa leo ni milionea. Sijui ataenda kuifanya nini hela ile, lakini hii inaonyesha kwamba mpaka zawadi za maokoto makubwa pengine kuliko baadhi ya michezo ambayo kwa kawaida tunaiona kwamba ni michezo yenye manufaa makubwa zinatoka kwenye mchezo wa pool. Niwatie moyo kama vijana wanaweza kucheza mchezo huu bila kujiingiza kwenye makundi yasiyofaa, lakini hali kadhalika wakiona wana vipaji, ni wakati sasa wa kuendelea kuweka nguvu kwenye mchezo huu, na kama ambavyo nimesema awali, serikali sasa inakwenda kuweka nguvu na kuhakikisha kwamba mchezo huu unakuwa na manufaa kwa wachezaji na kwa nchi yetu hali kadhalika.